Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumanne. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 32 hadi ya 37. Baada ya sikukuu ya Pentekoste, ambapo tumesikia kwamba Petro alibatiza watu zaidi ya 3,000, wakarudia wakabatizwa wakawa ni Wakristo. Baadaye watu wengi walianza kuja kutoka maeneo mbalimbali kuja kusikiliza mafundisho ya hawa mitume na kuweza kubatizwa waweze kuwa ni Wakristo. Jamii hii ikazidi kuongezeka, watu walioamini wakawa ni wengi, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika kipindi hiki iliwafanya wote wakawa wamoja, wakawa na moyo mmoja na roho moja, au sehemu nyingine wakasema wakawa nafsi moja. Roho Mtakatifu akawaunganisha. Waliona jambo hili la kipekee sana, kwamba ubinadamu ulikuwa una thamani zaidi kuliko vitu. Ndio maana wanasema hivi kwamba hapana hata mmoja aliyesema kwamba kitu chochote alichokuwa nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Yaani utu ulikuwa una thamani zaidi kuliko vitu. Hili kanisa la mwanzo, tumuombe Mwenyezi Mungu sana atusaidie. Tupo katika nyakati ambazo asilimia kubwa ya waamini ambao wanamwamini Kristo imeongezeka sana, na katika asilimia kubwa ya hawa ambao wanaomwamini Kristo inavyozidi kuongezeka, utu hautazamwi tena. Magomvi, mafarakano ambayo yanatupelekea kutokuwa na moyo mmoja na roho moja. Hatupo tena moyo mmoja na roho moja. Kinachotupelekea magomvi hayo ni vitu, mali, pesa, madaraka. Asilimia kubwa migawanyiko ndani ya waamini imekuja kwa sababu ya mali, kwa sababu ya vitu. Tuko tayari kumdhalilisha mtu, kutoa utu wake, kumfunua, kumtoa nguo zake kwa sababu ya mali, kwa sababu ya vitu. Kama kanisa la kwanza waliweza kuwa na moyo mmoja na roho moja, hawakuonekana kwamba wanathamini vitu. Hakuonekana yeyote yule ambaye alikuwa anasema kwamba hiki ni cha kwangu, bali wote walikuwa ni shirika. Dhambi hii tukifika kwa Yesu itatutesa. Leo ugomvi wa makanisa kwa makanisa ni juu ya ardhi. Ardhi ni ya kwangu, ardhi ni ya kwangu. Je, tumeumba hiyo ardhi? Angalia, baada ya hawa kuweza kuwa na moyo mmoja na roho mmoja, mitume wakaweza kutoa ushuhuda kwa nguvu juu ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na neno hili wakatoa ushuhuda. Leo katika kipindi hiki ambacho tuko nacho, tunakosa watu ambao wanatoa ushuhuda kwa nguvu juu ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Shuhuda nyingi ambazo tuko nazo ni mwanadamu ambaye ameumbwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, anajionyesha kwa watu kwamba yeye ana nguvu za kimungu. Hata katika kuweza kuwadanganya watu, hatumshuhudii kwamba Kristo amefufuka, bali tunajishuhudia kwamba si wenyewe kwamba ni watu wa Mwenyezi Mungu. Na ndio hapo hapo Shetani pia naye anatumia mbinu zake za kuweza kuwahadaa watu. Angalia, hakuna hata mmoja ambaye alisema yeye ana mahitaji, kwa sababu watu wote walikuwa na viwanja, wakauza mali zile walizokuwa wameziuza, wakaleta thamani ya vitu vyao walivyokuwa wameviuza miguuni pa mitume. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie sana. Tumekuwa wezi wa fungu la 10 na sadaka. Hatupeleki vile vitu vyote ambavyo Mwenyezi Mungu ametuagiza kupeleka miguuni kwa mitume. Na baadaye mtakuja kusikia kuna mtu mmoja alikuwa ni mwizi, walidanganya hilo, walikufa kwa sababu ya wizi huo katika vitu ambavyo wameweka nadhiri mbele ya Mwenyezi Mungu.
Angalia Yusufu huyu aliyekuwa anaitwa Barnaba, yani mwana wa faraja. Alikuwa ni Mlawi, asili yake ni mtu wa Kipro. Alikuwa ana shamba akaliuza, akaleta fedha akaweka miguuni pa mitume, ili asije akatokea mhitaji ndani ya kanisa. Kanisa ni taasisi ambapo Yesu Kristo yeye anaponya maisha yetu, anatufanya tuweze kuwa wamoja, asije akaonekana mwingine yote akajutia kwa nini niko ndani ya kanisa. Kanisa lazima lisimame kwenda kuangalia mahitaji ya watu ambao ni wanyonge, ambao wamekuja kwa ajili ya kutafuta neno la Mwenyezi Mungu. Kanisa lisije likatumika kwamba kiwe ni chombo cha kutugawa kupitia mali, bali kanisa liangalie utu wa watu na baadaye lisimame katika kweli hiyo, ndipo tutakavyoweza kuonekana kwamba ni Wakristo. Atubariki na kutulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.